Kenya wenzangu, kwa mara nyingine tena ni mimi hapa Brenda Kangai, na nimekuja kuongea kwa sababu ya government bloggers ambao wanaeneza chuki ya ukabila. So niseme ya kwamba jamii ya Wajaluo haina shida yoyote na Mkenya yoyote. They are just propagandas ambazo zinasambazwa na government bloggers. Unaenda unaangalia katika mtandao wa jamii, ukiangalia comment, watu ambao kama ni TikTok wana comment, ukienda kuangalia profile ni private na wako na 2 followers. It tells you those are pseudo accounts created to sponsor a narrative. And let me tell you Kenyans, ni wakati wetu tufungue akili. Tujiulize hii Kenya tunataka kuipeleka wapi? Kama ni wenye wameachwa na baba, wajiulize mzae ameenda. Lakini hapo mbele tunataka kukue na changes aina gani? Wewe mwenyewe ujiamulie, si kuforsiwa na si kupigiwa propaganda. So niseme hiyo story ya kuprofile a specific community, sijui Mount Kenya ikafanya, we are not there. Mount Kenya mkiangalia sijui Uhuru Kenyatta, muangalie Mheshimiwa Rigathi Gachagua, muangalie Maina Njenga, muangalie akina Kimani Ichung'wah, hao si Mount Kenya, hao ni wanasiasa wa kawaida. Ingawa hapo party leader wangu hapo. So mwezi baba community mzima, mseme hii community sijui ijafanya. Matanga ya baba imekuwa na watu kutoka tabaka mbalimbali, communities mbalimbali. Tumekuwa pale watu kutoka communities mbalimbali, na tulienda kwa sababu ya ile kazi yake alikuwa anafanya. So muache kutumia hiyo nafasi kueneza chuki za ukabila. Hatuna shida yoyote na Wajaluo, na Wajaluo na shida yoyote na sisi. Sisi ni Wakenya na shida yetu ni umaskini, ndio tunapigana nayo. Tunapigana na changes, tunapigana hii nchi yetu iweze kupata maendeleo. We are not fighting against the tribes. And I want to tell you, to those people sponsoring hate kwa internet, mtashangaa sana. 2027 tutaenda kwa ballot paper tukitumia akili zetu, si feelings, si emotions zenye mnaeka. Tutajiuliza huyu mjumbe anataka kurudishwa tena, amefanyia watu wa Kenya nini? Governor, umefanyia watu wa Kenya nini? Senator, ni nini ushaiongelea ambayo ikasaidia watu wa Kenya pale Senate? Tutaangalia unataka kukuwa president, do you have capabilities, do you have qualities, can you take this country forward? That is what we look. Tutaangalia utaleta chuki ama utaunganisha Kenya yetu nini pamoja. So government bloggers, shame on you na mdosi wenu. Muache kueneza chuki ya ukabila. Sisi kama Wakenya hatuchukiani, tunapendana kabisa. And kama mimi, wacha niongee. Mimi nikiwa mchanga nililelewa katika informal settlements za Nairobi. Na wacha niwaambie, ghetto haijui kabila. Ukiwa na shida unaenda unaomba Mkisii chumvi anakupea. Ukitoka hapo ukipinduka Mkamba unamuomba unga unajazia. Ukipinduka hapa pengine unaona Mjaluo anakusaidia na kitoweo omena unapikia mtoto. So it is not about tribe. Watu wa kawaida wanaishi kwa upendo, wanapendana, wanasimama wenyewe kwa wenyewe, wanasaidiana. So hizi chuki zinaletwa na watu 5 4 ndo wajinufaishe. We are not going to board as youths. We are not going to board. And I'm telling you, our opposition leaders, mtumia akili sana, muungane, msikuje kutengana. Mkuje na candidate mmoja, kwa sababu hapa mbele kuna mtu anataka kuwatenganisha. Mkuje na candidate mmoja, mseme sisi tuna support huyu kama president, so that Wakenya wote waungane waweze kutoa adui yetu Kasongo kumtoa. We need unity. And I am asking you, tafadhali mkuwe na unity. Msikuje kutengana. Nyinyi mkikaa pale board mtokeni na candidate mmoja. That is all I can say. Kwa sababu kuna watu wako pale kazi yao ni kueneza ukabila, Monday ukabila, Tuesday ukabila, Third ukabila. My friend President William Ruto, kama unataka Wakenya wakuchague, waambie ni nini umewafanyia. Zile promises ulipromise mama mboga umefanya, mtu wa pikipiki umefanya. Zile ulisema utasimama na utadefend haki za Wakenya, unazidefend ama bado unazikandamiza? Ulisema utafanya extrajudicial whatever, unafanya ama bado Those are the things that you should be asking. And Kenyans will not vote based on tribalism and feelings. Kama hujafanya kazi unaenda nyumbani, wewe ni MCA, wewe ni president, wewe ni governor, whichever rank you are, na hujafanyia watu kazi unaenda nyumbani. So hiyo siasa ya ukabila, mimi kama Brenda Kangai, no. We are Kenyans and Kenya is our business. Na lazima tupendane. Sawa? And my Luo brothers and sisters, tunawapenda sana.
tumelia na nyinyi, na tumelia na nyinyi kwa sababu baba alikuwa baba yetu sisi sote.